Mimi thamani yangu bishindwa kuonekana. Mjomba. Mjomba. Sawa. Mimi mwenyewe sijakubali swala la kudhalilika. Na wala sijataka kabisa udhalilike mjomba wangu. Kwa kifupi, hili jambo halijaisha mpaka liishe. Ushanielewa? Nyie rudini, mimi naenda huko. Kwa hiyo mjomba unaenda tena? Aise, wakikuua huko mimi simo. Haina shida. Wewe nenda. Si unampenda? Sasa nyinyi yaani mnashangaza. Yaani katika siku ambazo nimeaibika leo. Anaolewa. Hivi ubinti jamani. Huyo mimi nitaenda jela mimi leo. Sasa mama wewe umeletewa posa kama nani? Eti mama yake mzazi. Mama yake mzazi? Mbona sielewi? Lakini mama, haya mambo nilishakueleza na ukunisikia. Ni kweli mwanangu. Lakini mama mimi nampenda huyu. Na mimi sikupendi wewe. Na leo unaondoka kwenu. Eti nampenda huyu. Unamjua huyo? Una haya we binti wewe. Uzuri wako na tabia zako tofauti kabisa. Mama. Wewe. Mama nakuomba mama. Toka. Mama mimi naenda wapi? Nenda wapi mamangu? Tusaidie mama. Begi lako hapo. Chukua begi lako hapo. Mama mimi sirudi tena. Ondoka nyumbani kwangu. Chukua mizigo yako hapa. Ondoka. Toka nyumbani kwangu. Toka. Mama. Mama naomba ongee naye. Ongea na mwanangu. Toka. Huyo hapo mwanangu. Ndio anaoleta posa baba. Naomba nisikilize. Sijaja kwa shari, sijaja kwa ugomvi na mtu yoyote hapa. Kilichonileta hapa nimekuja kufuata changu. Bro. Wewe ni nani unayenguruma ndani ya himaya yangu? Na mimi mwenyewe nikiwepo ndani. Kama nilivyokuambia, sijaja kwenye shari na mtu yoyote. Kilichonileta hapa ni kitu kimoja tu. Mimi mwenyewe mshari kuliko unavyodhani yani. Mwenyewe vurugu nishavurugwa sielewi. Ushanielewa? Ila kilichonileta hapa ni kitu kimoja tu, nimemfuata mwanamke wangu, nimchukue naondoke naye. Hivi bro, unanijua vizuri mimi? Sitaki shari na mtu yoyote. Mchukue mwanamke wako muondoke nyumbani kwangu. Oya, subira. Kusanya kilicho chako. Geto. Mimi sikutaki wewe. Nenda geto. Kwa hiyo kama umefuata mwanamke wako, ndio uje unipandishie kibesi kwenye himaya yangu? Oya, sikia. Mimi mwenyewe mshari vile vile kama nilivyokuambia. Ushanielewa? Ondoka. Si uende unang'ang'ania kwenu hapa. Wewe. Ondoka. Nashindwa kufungua fumbo, nashindwa kuishi. Tulia, nisikize mimi, tulia. Nimesha kuelewa, hawezi kuondoka na wewe, tulia. Tulia, relax, relax. Pia, nilikwambia usitoke chumbani kuja sebleni. Nini kimekuleta? Ona sasa. Tulia, nimesha kuelewa. Hawezi kuondoka na wewe. Tulia. Relax, tulia. Sasa naomba hapo pande kitandani kupumzika, sawa? Relax, tulia. Hawezi kuondoka na wewe, sawa? Tulia. Relax, tulia. Kwanza ukae kitandani. Relax.
Tulia, relax, sawa? Hakuna mtu wa kuondoka na wewe. Unielewa? Relax. Ondokeni. Sitaki matatizo nyumbani kwangu. Ondokeni. Mama. Ondokeni. Mpaka sasa hivi hao wanafanya nini hapa? Ondoka. Kwa hiyo bro, umeacha nyumba zote huko. Umeona nyumba yangu ndio kuja kufanyia drama zako, si ndio? Alafu siku nyingine unatakiwa na heshima na nyumba za watu. Sio unaingia tu na kurupuka. Ujue naweza nikakufanya kitu chochote na mtu yoyote asijue chochote kwamba nimekufanya nini humu ndani. Sasa basi, kuanzia sasa hivi nakuomba mchukue huyu mwanamke wako na mtoke kabisa ndani ya nyumba yangu, na nisije kuwaona tena, kwa sababu nitakufanya kitu kibaya sana. Bro, wewe tokeni kwangu. Na hesabu mpaka 3. Asa bro, jikatai. Hebu chukua mizigo yako, ondokeni. Ondokeni kwangu, siwataki, ondokeni. Ondokeni. Hebu ondoka. Bro, chukua mizigo yako muondoke. Hivi. Tokeni. Mbona sasa kinachotokea hiki? Mwanangu. Nisamehe mwanangu. Kweli nimekosea. Unabeba watu unawaleta huwajui wametokea wapi, na nilikwambia lakini hukunisikia mama yangu. Nisamehe mwanangu. Najua nimekukosea. Lakini mimi ni mama yako. Nimekuelewa mama. Nenda kamwangalie mwenzio ndani. Sijui ana hali gani mpaka sasa hivi. Ni sawa mama, lakini mwanamke bora atafuti kwa staili ile mamangu. Maisha ni fumbo. Oh. Kila nikifumba macho na kufumbua, nashindwa kufumbua fumbo, nashindwa kuhimili shindo. Kesho yangu inanipa mawazo. Nimekosea mwanangu. Hivi kwani moyo wangu Kusamehe, sikujua. upendo wangu ndio chanzo. Roho yangu haishi mizozo. Kweli ni pazo mapenzi, kweli ni pazo hisia, kumbe maisha ni pazo. Kweli ni pazo hisia, kumbe maisha ni pazo. Unajisikiaje kwa sasa? Naendelea vizuri, namshukuru Mungu. Nafurahi kusikia hivyo. Lakini naweza nikakuuliza swali kama hutajali? Unaweza kuniuliza bila shaka. Nitaka kujua kwa nini uliogopa sana pale ulipomwona yule jamaa sebleni wakati unatokea chumbani? Yule ndio mtu alionisababishia matatizo yote niliyoyapitia. Yaani yule ndo ambaye angekuwa baba wa mtoto wangu. Ila kwa kuwa mtoto hayupo, niseme yule ndo ex husband wangu. Nililihisi hilo, lakini sikuelewa sehemu moja. Kama wewe ndiye, kwa nini alikuja hapa na kumdai mtu mwingine kama ndiye mpenzi wake? Hata na mimi nilishangaa kama unavyoshangaa wewe. Sielewi, sijui chochote kuhusu yeye na mchumba wako. Lakini unahisi unahitaji kujua chochote? Hapana. Kwa kuwa limeshatokea kwenye maisha yetu sasa, unaona tuachane nalo, au wewe unashauri vipi? Lakini
hata kama sisi tukiacha, najua yule mbwa hawezi kuniacha. Kikubwa ameshajua mimi niko hapa. Sijui nini kitatokea. Usijali, tuko pamoja. Alafu pia ni kuahidi kuwa hakuna kitu chochote kitakupata kama mimi nitakuwepo hapa. Sawa? Tajitahidi. Lakini mama hajahisi chochote. We tulia, relax hapa. Mama hajahisi chochote, kwa hiyo we tulia, pumzika. Sawa? Mimi niko nje mara moja. Sawa. Kila nikibabu nakosa jawabu, sisirabi sirabu, sioni sababu nafsi yangu kuipa ghadhabu. Unafanya na yakumbuka ya mababu kwamba mtu sio kitabu. Umenibadilika, umenibadilisha. Maoka. Oya, naomba maji ya baridi. Yaani ya baridi sana. Maji ya baridi? Wewe una kichaa nini? Una friji humu ndani? Una umeme? Okay. Nipe maji yoyote. Nipe maji yoyote. Sawa. Wewe sema maji ya kisima. Ya kisima tu yanakutosha. Na wewe usifikirie nimekupokea hapa kwa ustaarabu ukafikiri nimesahau. Nimekusamehe tu. Yaani hiyo tabia kuwaita watu machizi, chizi mwenyewe. Mzee baba. Baba. Nini? Kulikoni? Pejo. Pejo? Pejo? Sitaki kujua kama ni Pejo au nani. Sijali. Naomba uniambie. Yule mwanamke ambaye alifika kipindi mimi nimekufuata pale ni nani? Na amekuja kufanya nini kwenye ile nyumba? Unamaanisha yule mwendawazimu? Mwendawazimu? Alafu nyie mimi mbona siwaelewi? Yaani mnajua mnanishangaza. Mmetoka huko mmegombana, mmepigana, sijui. Alafu sasa katika mazungumzo yenu mnaanza kumzungumzia shemeji yangu kipenzi Pejo. Yaani inakuwa kuaje? Mnashindwa kuzungumza mambo yenu, alafu mnaanza kumweka malaika wa Mungu wa watu hana baya huko ndani kwenye maongezi yenu. Nyie. Kwani wewe nao unamjua Pejo? Pejo ni shemeji yangu. Oya, msinichanganye. Sasa kwa nini mimi nitaongea tu ukweli? Si unajua mdomo wangu hauna friji. Msinivuruge, sasa nikafanya kitu kibaya. Wewe nimekuuliza swali, naomba unijibu kwa haraka sana. Yule mwanamke ambaye alifika pale baada ya mimi kukufuata wewe ni nani? Na amekuja kufanya nini kwenye ile nyumba? Naomba uniambie. Tena uniambie kwa ustadi nikuelewe. Kwa hiyo kumbe Pejo matatizo yote aliyoyapata wewe ndio umesababisha? Subira.
Nimekuuliza swali, unijibu swali. Sio nakuuliza swali unaleta maswali. Naomba unijibu swali langu. Yule ni nani na kafuata nini? Wewe hilo bangi lako ulolipuliza leo naona linakuendesha sana wewe. Sawa. Shida sio mimi. Shida ni mama yake. Aliniita pale nikaolewe na mwanae. Lakini cha ajabu yule mtoto wake mimi anitaki. Anamtaka Pejo. Anampenda Pejo. Pejo kipenzi cha watu. Na anasema hivi, yule ambaye amesababisha matatizo yakamkuta kipenzi changu shemeji yangu, mie malaika wa Mungu yule hana baya, litamkuta na yeye huyo mwanaume alomfanyia hayo. Yatamkuta tu. Unamaanisha nini kusema hivyo? Nimelopoka tu. Kwani nilivyosema nilikwambia nasema. Si nimejikuta naongea, kwani uongo? Basi bwana usije ukanipiga maana wewe mdomo wangu hoja ni kuacheni tu. Kumbe, okay. Sasa nimeshaelewa. Umeelewa? Nimekuelewa vizuri sana. Ina maana yule jamaa anajikuta mwamba, yani yeye anajiona bonge moja la mwanaume jemedali, yani kakamilika kuliko wanaume wote kwenye nchi, sio? Ana uwezo wa kumiliki kila aina ya mwanamke ambaye anajisikia kwa naye kwa sababu vile vyelala vyake vile vitatu, sio? Au anataka kunichukuliaje mimi? Ananionaje mimi? Mwanamke wangu wa kwanza kamchukua. Haitoshi na wewe pia akaja akakuoa kukaeka ndani, si ndivyo? Lakini yote 10. Jua kwamba umeniharibia sana ugali wangu. Unaongea nini? Sikia, yule namwonyesha umwamba. Nitamwonyesha kazi. Sielewa? Ataiona. Mahoka. Kuna kitu nataka nikwambie. Mi bwana, naona tu tuachane. Kila mtu afanye mambo yake. Kwa sababu kwa situation ambayo nimeiona kwa Pejo inaniogopesha mimi kuendelea kuwa na mahusiano na wewe. Naogopa. Wewe. Vipi kwani? Bwana tantalila maneno kibao, shida nini? Kikao kinakuhusu, lakini je, wewe ndio umepewa usimamizi wa MC au kupiga kelele tu? Sikiliza nikwambie. Mimi ndo najua au mimi ndo nina mamlaka. Wewe unaongeongea hapa vipi? Wewe mwanasheria? Wewe polisi? Hakimu wewe au? Una mamlaka gani kwa kila kitu unataka kuongea wewe? Unataka kuamua? Wewe una uwezo wa kuamua kitu gani wewe? Mimi ndo hakimu. Mimi ndo kila kitu. Mimi ndo top, mimi ndo konta, mimi ndo mwamuzi. Sio wewe unapiga maporojo wewe. Unapiga kelele za nini? Sitaki kelele mimi. Wewe si ndo sababu ya haya yote? Wewe si ndo ulinishawishi ukataka mimi niachane na mwanamke wangu kwa sababu yako? Si ndo wewe au sio wewe? Afu leo unakuja kuniambia tu kwamba sijui nini unataka kuondoka. Uniachi. Oya, yani hapa achiki mtu kifala. Ushasoma? Hapa achiki mtu kifala. Yani wewe ushaingia hapa. Okay, sikia. Toka ulivyofika pale kwenye ile nyumba, hujawahi kumuona labda mtoto mdogo hivi labda akutambaa au labda anatembea ajifunza kidogo, yani kwenye level hizo lika hizo wa kike au wa kiume hivi? Yaani namaanisha mtoto wa Pejo ukatambulisha kwamba bwana mtoto ni wa Pejo. Yaani kutokana na mambo yote uliomfanyia Pejo bado unaulizia mtoto? Aise wanaume hao. Subira. Mimi ninapokuuliza maswali unatakiwa unyeoke ujibu maswali. Napouliza swali jibu swali. Sio nauliza swali wewe unakuja na siku zote utaratibu wangu unaujua.
Nimekuuliza swali, jibu swali, tunyooshe. Sitaki mambo ya kupinda pinda mimi. Amekufa. Maisha ni fumbo. Oh, kila nikifumba macho na kufumbua, nashindwa kufumbua fumbo, nashindwa kuhimili vishindo.